Kwa Mheshimiwa Waziri, wewe ongea sana. Pamoja mpaka nimekaa hapa, ile harufu ya ubani naipata hapa. Naona umejifukiza sana leo. Lakini kwa kweli mnafanya kazi vizuri sana, wewe na naibu wako, na sio pekee na wataalamu, katibu mkuu na wataalamu wote wa TANROADS na wataalamu wote ambao wanashirikiana na wewe. Lakini nawashukuru wabunge, mmelitimizia haki wananchi wenu kwa kuwasemea ndani ya bunge, na bunge ndio linatakiwa liwe hivi. Watu walifikiri bunge labda chama kimoja cha CCM wako wengi, basi mambo yatakuwa yanateleza tu. Mambo yamekwenda kwa uhalisia, kwa hoja, na serikali imejibu kwa hoja. Wabunge wameridhika na wananchi wameridhika. Nilikuwa napitia miradi ya kusini, bilioni 600 zilizotengwa na serikali na mkandarasi uko site. Madaraja yaliyojengwa, waziri mkuu kenda na mimi nitakwenda, sababu hiyo njia Muhoro kule ndo kwetu. Wewe Mheshimiwa Nape, mambo yako yanakwenda vizuri na una wajibu, simama hivyo hivyo, una wajibu wa kumshukuru Mheshimiwa Rais, sababu kazi aliyofanya Rais Kusini ni ya kupongeza. Sasa kwa maiki mshukuru hapa. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya wananchi wa Mtama, wananchi wa mikoa ya Lindi na Mtwara, na kushukuru kwa kunipa heshima ya kipekee ili nisimame hapa. Nishukuru sana serikali sikivu ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kusikia na kuwa wasikivu. Wametutendea mema sana watu wa kusini. Vilio vyetu kuanzia korosho, gesi, bandari ya uvuvi, miradi mbalimbali kwenye elimu na afya, na leo tumehitimisha kwa kuhakikishiwa kwamba barabara yetu ya Dar es Salaam Lindi Mtwara itajengwa kwa kiwango cha kuridhika. Mheshimiwa Spika, nimesimama kumshukuru Rais, kushukuru serikali yake, kumshukuru mdogo wangu Ulega, lakini Mheshimiwa Spika, na kushukuru sana wewe pia kwa namna unavyoliongoza bunge na hata kutupa heshima hii. Asante sana Mheshimiwa Spika, na kushukuru sana. Waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa Waziri, bado hamna appetite ya PPP. Bila PPP mzigo huu wa barabara ni mkubwa mno. Nchi zote watu wanaingia ubia, serikali na private sector, na barabara inalipwa toll. Nchi zote. Nikuombe sana, huu mzigo ni mkubwa sana, mahitaji bado makubwa sana. Jaribuni sasa kuwa na appetite, na kwenye Vision 2050 70% ya miradi hii itafanywa na private sector, lakini bado hamuoni shile ari. Sijui kwa nini mnang'ang'ania kufanya nyinyi wenyewe. Labda kuna kitu tutatuambia, kuna nini huko? Highway zote ni roto, wenzetu wamefanya miaka 20 iliyopita, na sisi tuanze kuingia katika nini? Ubora barabara na gharama lazima mtizame upya. Tazameni barabara ya Kibamba Kibaha, Chalinze Morogoro. Chalinze Morogoro barabara zaidi ya miaka 15 sasa, lakini bado safi kabisa. Jaribuni kutazama where you are going wrong, na tutafuatilia. Kamati ya miundombinu lazima ifuatilie ubora wa barabara, sababu hizi ni pesa za umma na lazima ziwe na uhakika. Sheria au si kanuni ya kumlipa mkandarasi pesa za ziada kama penalty, serikali ikichelewa kumlipa mlipitie tena upya. Hii kitu inatia hasara sana serikalini. Na cha ajabu, anayelipwa ni mkandarasi, serikali halipwi. Mimi sijasikia siku moja serikali inalipwa pesa. Fanyeni revisit kitu kupunguza gharama na mzigo huu kwa serikali. Baada ya maneno haya, nimepewa taarifa finali huko mambo yanakwenda vizuri.